Jambo na karibu katika taarifa zetu za habari za jioni leo, ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka wa 2026, ikiwa itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Hakikisha unajiabonea na comment vile vile una partager ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Wala unaweza kutuandikia kwa namba ambayo inaendelea kuona kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako au ukatujuza unaendelea kufuatilia Congo Post News ukiwa sehemu gani, na hapo unaweza kutupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina ni Idi George, na karibu katika taarifa yetu ya habari ambapo utapata kujua nini kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi nzima ya DRC. Karibu. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya usalama inaendelea kuleta hofu katika eneo la Walikale mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika kijiji cha Abula kilichopo katika eneo la Banaulenga, groupement ya Luberike kimeanza kupoteza wakazi wake tangu Jumapili tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 2026 kufuatia mfululizo wa matukio ya uporaji unaodaiwa kufanywa na wapiganaji wa kundi lenye silaha la Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo, tukio la hivi karibuni limetokea Jumapili hiyo ambako wapiganaji wanaodaiwa kuwa ni wa APCLS waliingia katika nyumba kadhaa za wananchi na kuchukua mali mbalimbali za thamani. Mfululizo wa matukio hayo yameongeza hofu miongoni mwa wakazi na kusababisha familia kadhaa kufanya uamuzi wa kuondoka katika kijiji hicho ili kutafuta maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Mmoja wa wakazi walioondoka wamesema kuwa wananchi wamefikia hatua ya kushindwa kuelekea na kuendelea na maisha ya kawaida kwa sababu kila mara wapiganaji wanapofika mali zao huchukuliwa. Baadhi ya familia zimekimbia mafichoni katika maeneo ya vichaka, huku wengine wakielekea Ngenge katika kundi au groupment ya Walwa yangu. Familia nyingine zimetawanyika katika vijiji vya maeneo ya jirani. Hali hii inaonyesha namna ambavyo mashambulizi na uporaji unavyofanywa na makundi ya waasi au makundi ya watu wenye silaha unaweza kulazimisha raia kuacha nyumba zao hata bila kuwepo kwa mapigano makubwa ya moja kwa moja katika vijiji vyao. Mbali na hali ya Abula, tukio jingine la usalama limeripotiwa siku hiyo katika barabara ya Goma kuelekea Walikale, eneo la Milonge. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, wapiganaji wanaodaiwa kuwa ni wa kundi hilo walizuia msafara wa wafanyabiashara waliokuwa wakitoka Goma kuelekea Walikale. Msafara huo uliporwa mali zake, huku tukio hilo likisababisha hofu kubwa miongoni mwa wasafiri. Katika tukio hilo, dereva mmoja wa pikipiki alijeruhiwa kwa risasi kwenye mkono. Baada ya kujeruhiwa, alipelekwa katika kituo cha afya cha Mungazi kwa ajili ya matibabu. Mtu mmoja aliye karibu na waathirika amesema kuwa wafanyabiashara walikuwa wakidhani wataendelea na safari yao kama kawaida, lakini ghafla msafara ulisimamishwa na mali zao kuchukuliwa. Kinachotia wasiwasi zaidi katika matukio haya si uporaji pekee, bali ni athari zake kwa maisha ya kila siku ya wananchi. Walikale ni eneo ambalo shughuli za biashara, usafirishaji na kilimo zinategemea hasa usalama wa barabara na vijiji. Wakati wafanyabiashara wanaanza kuogopa kusafiri, biashara zinaweza kupungua. Wakati wakazi wakilazimika kukimbia vijiji vyao, shughuli za kilimo zinaweza kusimama na familia zinaweza kupoteza vyanzo vyao vya mapato. Kuondoka kwa wananchi Abula kunaonyesha kwamba hofu inaweza kuenea hata zaidi ya eneo ambalo tukio hilo limetokea. Familia zinapokimbia, baadhi huenda kwenye vijiji vya jirani na wengine katika misitu, na wengine kuendelea kusafiri hadi maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Hali hii inaweza kuongeza idadi ya watu wanaohitaji msaada wa kibinadamu, hasa chakula, maji, huduma za afya na makazi. Jambo jingine muhimu ni usalama wa barabara ya Goma Walikale. Barabara hii ina umuhimu mkubwa wa biashara na usafirishaji kati ya maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini. Ikiwa makundi yenye silaha yataendelea kuzuia misafara ya wafanyabiashara, hofu inaweza kuongezeka na gharama za usafirishaji zinaweza kupanda.
Kwa wananchi maana yake inaweza kuwa rahisi lakini yenye madhara makubwa. Bidhaa kuchelewa kufika, wafanyabiashara kupunguza safari, na bei za bidhaa zinaweza kupanda kutokana na hatari zinazohusishwa na usafirishaji. Wakazi wa Abula na maeneo jirani sasa wanataka hatua za haraka zichukuliwe za kuimarisha usalama ili waweze kurejea katika nyumba zao na kuendelea na shughuli zao za kila siku. Hata hivyo, kurejea kwa wananchi hakutategemea tu kuondoka kwa wapiganaji katika eneo hilo. Wananchi wanahitaji uhakika kwamba usalama wao na mali zao zinalindwa, vinginevyo wanaweza kurejea na baadaye kumalizika kukimbia tena au kuanza kuishi kama kawaida katika maeneo yao. Kwa mtazamo mpana, matukio haya yanaonyesha changamoto kubwa inayowakabili raia wa Walikale na maeneo mengine mashariki mwa DRC. Hata wakati ambapo mapigano makubwa hayaripotiwi katika eneo fulani, uwepo wa makundi yenye silaha unaweza kuendelea kusababisha uporaji, vitisho, utekaji na kuhama kwa wananchi. Kwa sasa Abula inaendelea kukabiliwa na hali ya wasiwasi, huku familia kadhaa kuondoka kutokana na hofu ya kuendelea kwa uporaji unaodaiwa kufanywa na wapiganaji wa APCLS. Tukio la Milonge ambako msafara wa wafanyabiashara ulisimamishwa na kuporwa na mtu mmoja anaye kujeruhiwa kwa risasi inaongeza uzito na wasiwasi kuhusu usalama wa barabara ya Goma Walikale. Kinachohitajika sasa ni kurejeshwa kwa usalama wa kudumu katika maeneo yaliyoathirika, ulinzi wa raia na mali zao, pamoja na mazingira yatakayowawezesha waliokimbia kurejea kwa hiari na kuanza tena maisha yao ya kawaida. Kwa wananchi wa Abula, ujumbe wao ni moja: wanataka kuishi katika nyumba zao bila hofu, kulima, kufanya biashara na kusafiri bila kulazimishwa kukimbia kila mara kutokana na vitisho vya makundi yenye silaha. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imetoa wito wa kusitishwa kwa kile inachokitaja kuwa ni kuendelea kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu katika maeneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaliyo chini katika eneo ambayo iko chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Kinshasa inadai kuwa zaidi ya raia 300 wameuawa katika kipindi cha miezi miwili ya Juni na Julai mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na serikali ya Kongo siku ya Jumatatu, takwimu hizo zinahusisha watu waliouawa katika matukio ya mauaji ya halaiki, kunyongwa bila kufikishwa mahakamani, pamoja na mashambulizi mabomu katika maeneo mbalimbali yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23. Serikali ya Kongo pia imetaja ukiukaji mwingine wa haki za kibinadamu, ukiwemo mamia ya visa vya unyanyasaji wa kijinsia, zaidi ya visa 300 vya mateso, pamoja na utekaji nyara na kulazimishwa kwa vijana kujiunga na makundi yenye silaha. Kinshasa imesema baadhi ya waathirika wa mateso hayo ni wanafunzi, jambo ambalo linaongeza wasiwasi kuhusu usalama wa raia na mustakabali wa elimu katika maeneo yanayoathiriwa na vita. Taarifa hiyo pia inaripoti kuchomwa kwa nyumba za raia na uporaji wa mali. Kwa mtazamo wa serikali ya Kongo, matukio hayo yanaonyesha kwamba changamoto katika maeneo yanayokaliwa na wapiganaji au waasi hazihusishi tu mapigano kati makundi yenye silaha, bali pia zinaathiri moja kwa moja maisha ya raia. Vijana walazimishwa kujiunga na makundi yenye silaha. Moja madai mazito yaliyotolewa na serikali ya Kongo ni kuhusu uandikishaji wa vijana kwa lazima. Kinshasa imetaja hasa maeneo ya Nchanzu na Rumangabo katika maeneo ya Nyiragongo ambako madai ya vijana wanachukuliwa kwa nguvu na kuingizwa katika makundi yenye silaha. Ikiwa madai haya yatathibitishwa kwa uhuru, suala hili linaweza kuwa na hatari kubwa zaidi, kwa sababu kulazimisha vijana kushiriki katika mapigano na ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu au haki zao, na kunaweza kuongeza mzunguko wa vurugu katika eneo ambalo tayari limeathiriwa na vita kwa muda mrefu. Taarifa za Kinshasa inatolewa wakati ambako juhudi za kidiplomasia za kutafuta suluhu ya migogoro ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea, ikiwa ni pamoja na mchakato wa Doha unaolenga kuweka mazingira ya mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na AFC M23.
Kwa hiyo madai haya yana uzito wa kisiasa na kibinadamu. Kwa upande mmoja, serikali ya Kongo inataka kuonyesha ukubwa wa madhara yanayowakumba raia katika maeneo ambayo haidhibiti moja kwa moja. Kwa upande mwingine, madai ya mauaji, mateso, unyanyasaji wa kijinsia na uandikishaji wa lazima yanaweza kuongeza shinikizo kwa wahusika wote kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba taarifa hizi ni madai yaliyotolewa na serikali ya Kongo. Ili kupata picha kamili, madai hayo yanahitaji kuthibitishwa kwa uchunguzi huru na vyanzo vya kuaminika vilivyo katika maeneo husika, hasa kutokana na ugumu wa kupata taarifa huru kutoka katika maeneo yanayokumbwa na mapigano. Zaidi ya takwimu za vifo, madhara ya vita yanaonekana pia katika maisha ya kila siku ya wananchi. Kuchomwa kwa nyumba na uporaji wa mali kunaweza kuwaacha watu bila makazi na bila njia ya kujikimu. Unyanyasaji wa kijinsia unaweza kuwa na madhara ya muda mrefu kwa waathirika na familia zao, huku utekelezaji na uandikishaji wa lazima wa vijana ukiongeza hofu miongoni mwa jamii. Hali hii pia inaweza kuchochea uhamaji wa watu kutoka maeneo yenye mapigano kwenda maeneo salama zaidi na kuongeza mzigo kwa jamii zinazowapokea pamoja na mashirika ya kibinadamu. Kwa kumalizia taarifa yetu ya habari, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatoa tahadhari kuhusu hali ya haki za kibinadamu katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa M23, ikidai kuwa zaidi ya watu 300 wameuawa katika miezi miwili, yani mwezi Juni na mwezi Julai, yani mwezi wa 6 na mwezi wa 7 mwaka 2026, huku mamia wengine wakikumbwa na unyanyasaji wa kijinsia, mateso, utekaji na uhamishaji wa lazima. Kinachosisitizwa zaidi ni kwamba wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea kutafuta mwisho wa vita, ulinzi wa raia unapaswa kubaki kuwa kipaumbele. Kwa wananchi wanaoishi katika maeneo yaliyoathiriwa, thamani ya makubaliano yote ya kisiasa itapimwa kwanza kwa uwezo wake na kuzuia mauaji, kusitisha ukiukwaji wa haki za kibinadamu na kuwawezesha waliokimbia makazi yao kurejea kwa usalama. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mchakato wa amani wa Doha unaolenga kutafuta suluhisho la kisiasa kwa mgogoro kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na muungano wa M23 umeingia katika hatua mpya muhimu. Hatua hii inahusu kuimarishwa kwa mekanismo ya pamoja ya kupanuliwa ya uthibitishaji wa ufuatiliaji wa usitishaji wa mapigano MCVA, ambayo imepewa jukumu la kufuatilia hali ya usitishaji wa mapigano katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uamuzi huo umetokana na mkutano uliofanyika nchini Uswisi kuanzia tarehe 17 hadi tarehe 21 mwezi huu wa 8 mwaka 2026, ambako wawakilishi wa Kinshasa na M23 walijadili utekelezaji wa makubaliano hayo. Katika mkutano huo, pande hizo zilitangaza maendeleo katika kuanzishwa kwa mfumo huo, ikiwemo kuundwa kwa sekretaria ya MCVA. Hatua nyingine muhimu ilikuwa ni misheni ya uchunguzi uliofanyika tarehe 12 mwezi wa 8 kwa msaada wa vifaa na usafirishaji kutoka kwa MONUSCO, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo. Misheni hiyo imeandaa mazingira ya operation ya kwanza rasmi ya kuthibitisha hali ya usitishaji wa mapigano, ambayo imepangwa kufanyika leo tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2026 huko Minembwe katika eneo la Kivu Kusini. Kwa msingi wa makubaliano yaliyofikiwa, MCVA itakuwa na jukumu la kufuatilia utekelezaji wa usitishaji wa mapigano, kuchunguza madai ya ukiukwaji wa kutoa taarifa kuhusu kile kinachobainika. Hii ni jambo muhimu kwa sababu moja ya matatizo makubwa katika mchakato wa amani imekuwa ni madai yanayokinzana pande zote mbili zinazopingana.
Kinshasa imekuwa ikiwatuhumu wapiganaji wa M23 na washirika wao kwa kuendelea kufanya mashambulizi, wakati upande wa M23 nao umekuwa ukitoa tuhuma dhidi ya serikali ya Kinshasa na vikosi vinavyoiunga mkono. Kwa hiyo kuwepo kwa mfumo wa pamoja wa uthibitishaji kunaweza kusaidia kupunguza utegemezi wa taifa za upande mmoja, badala ya kila upande kutangaza peke yake kwamba wamevamiwa au kwamba wengine wamevunja usitishaji wa mapigano. MCVA inalenga kuweka utaratibu wa kuchunguza madai hayo na kuyawasilisha kwa njia iliyoratibiwa. Kufanyika kwa misheni ya kwanza huko Minembwe kuna umuhimu mkubwa kutokana na hali ya usalama katika eneo katika nyanda za juu za mkoa wa Kivu Kusini. Eneo hilo limekuwa likitajwa mara kwa mara katika taarifa kuhusu mapigano, harakati za makundi yenye silaha na mvutano kati ya jamii mbalimbali. Kwa hiyo ikiwa operation hii itafanikiwa, inaweza kuwa jaribio muhimu la kwanza la kuonyesha kama mfumo wa MCVA unaweza kufanya kazi katika mazingira halisi yenye mvutano makubwa. Lakini changamoto kubwa ni kwamba mfumo huu unaanza kufanya kazi wakati ambako imani kati ya pande zinazohusika bado ni ndogo. Kitaalamu na kisiasa, kuanzishwa kwa MCVA ni hatua muhimu, lakini sio mwisho wa vita. Tatizo la msingi sio tu kwamba hakuna mfumo wa ufuatiliaji wa usitishaji wa mapigano. Changamoto kubwa ni kuhakikisha kwamba pande zote zinakubali matokeo ya uchunguzi utakaofanywa. Ikiwa MCVA itasema upande fulani umevunja usitishaji wa mapigano, swali litakuwaje? Upande huo utakubali taarifa hiyo na kuchukua hatua? Hapo ndipo ufanisi wa mfumo huu utakapopimwa. Mafanikio yake pia yatategemea uhuru na uwezo wa wachunguzi kufika katika maeneo ambayo madai ya mashambulizi yametokea, kuzungumza na mashahidi na kukusanya taarifa bila kuingiliwa. Zaidi ya hapo, mfumo huo unahitaji taarifa za haraka na sahihi. Katika mazingira ya vita, taarifa za uongo, propaganda na taarifa zinazotolewa kwa maslahi ya kisiasa zinaweza kufanya iwe vigumu kubaini ukweli. Ndio maana pande hizo zimekubaliana pia kuhusu umuhimu wa kuwa na utaratibu wa pamoja na unaofanana na kuripoti madai ya ukiukwaji wa usitishaji wa mapigano. Mfumo huu haujaanzishwa ghafla. Wazo lake lilikuwa tayari limewekwa katika makubaliano ya usitishaji wa mapigano yaliyofikiwa Doha kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na AFC M23 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Baadaye tarehe 2 Februari mwaka 2026, masharti ya kazi, mamlaka, muundo na namna ya uendeshaji wa mfumo huo yalipitishwa mjini Doha chini ya usimamizi wa Qatar. Utaratibu huo uliendelea kujadiliwa katika mazungumzo yaliyofanyika huko Montreux, Uswisi mwezi Aprili mwaka 2026, kabla ya sasa kuingia katika hatua ya utekelezaji wa vitendo. Katika mfumo huo, Umoja wa Afrika, Qatar na Marekani wanashiriki kama waangalizi. MONUSCO nayo imepewa nafasi ya kutoa msaada wa vifaa na utaalamu katika utekelezaji wa usitishaji wa mapigano na mfumo wa uthibitishaji, kuingiliana na mamlaka yake iliyoongezwa hadi tarehe 12 Disemba mwaka 2026. Kwa ujumla, kuimarishwa kwa MCVA ni hatua muhimu katika mchakato wa Doha, kwa sababu kunalenga kuweka utaratibu wa pamoja wa kutafuta ukweli kuhusu ukiukwaji wa usitishaji wa mapigano. Misheni ya kwanza iliyopangwa kufanyika Minembwe tarehe 24 mwezi huu wa 8 mwaka 2026, yani siku ya leo, itakuwa mtihani mkubwa wa mfumo huo. Ikiwa MCVA itaweza kufanya uchunguzi kwa uhuru, kutoa taarifa zitakazoaminika na kupata ushirikiano na pande zote, inaweza kusaidia kupunguza mvutano na kujenga imani katika mchakato wa amani. Lakini ikiwa mashambulizi yataendelea na pande zote zinazokataa matokeo ya uchunguzi, mfumo huo unaweza kukabiliwa na changamoto kubwa. Kwa hiyo macho sasa inaelekezwa Minembwe, ambako operation ya kwanza ya uthibitishaji inaweza kutoa ishara muhimu kuhusu kama makubaliano ya Doha yanaanza kubadilika kutoka
kwenye karatasi ya kidiplomasia na kwenda hatua halisi ya kusimamisha mapigano na kulinda raia uko kwenye uwanja wa vita. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya siku ya leo, ni tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2026. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari ya kesho asubuhi na saa 11 asubuhi na dakika 45. Asante, chao.